hii issue ya kukidai kitambaa cha ukapteni, na alimtuma nani Randshek, kwamba Randshek nenda kwa N'Golo Kante amechukulia kitambaa changu kija kukaa katika mahala husika, kitambaa cha ukapteni wa timu ya taifa ya Ufaransa. Sasa watu wengi sana wamekuja katika mtazamo tofauti tofauti. Walioko wengi wamejaji negative na wengine wamejaji positive. Yaani kuna wengine wamepokea vibaya, kuna wengine wamepokea it is normal. Lakini japo watu wengi sana wana criticize kwamba Kylian Mbappe kama ana ufosi ukapteni wa timu ya taifa ya Ufaransa. Lakini sasa unajua Antoine Griezmann nyota wa zamani wa kikosi cha FC Barcelona, lakini pia ni nyota wa sasa wa klabu ya Atletico Madrid. Nadhani wengi sana tunamfahamu jamaa kwamba alistaafu timu ya taifa ya Ufaransa, na hii ni baada ya mara tu kuvuliwa kitambaa cha ukapteni. Alivuliwa kitambaa cha ukapteni na kupewa Kylian Mbappe. So baada ya kuvuliwa kitambaa kile aliamua kustaafu kabisa timu ya taifa ya Ufaransa. Japo sasa anacheza vizuri tu pale Atletico Madrid, lakini timu ya taifa shastaafu na hawezi kuitwa kabisa sababu shastaafu tayari timu ya taifa. Sasa Kylian Mbappe alipokuwa anaomba kile kitambaa cha ukapteni, mimi of course nilimuelewa kana kwamba alikuwa anakumbushia kwa Randshek bwana anichukulie kitambaa changu cha ukapteni, kwamba Randshek mkumbushe N'Golo Kante kwamba hiko kitambaa nakihitaji mwenyewe mhusika. Haikuwa kwa nia mbaya, japokuwa watu wamejaji tofauti, japokuwa maono ya watu wengi sana wanasema kwamba N'Golo Kante anastahili kuwa kapteni wa timu ya taifa kwa namna alivyo na vitu kama hivyo. Yaani mitazamo mingi sana nasema kwamba N'Golo Kante anafaa sana kuwa kapteni kuliko hata Mbappe. Lakini mimi naona kila mmoja atakapopokea. Kwa binafsi yangu mimi nitapokea positive kwamba Kylian Mbappe hakufanya makosa, ila alikuwa anakumbusha tu kwamba naomba kitambaa cha ukapteni nivae mwenyewe. Kwa sababu ni cha kwake, of course he is right kabisa. Ni cha kwake kile kitambaa. Anastahili kuvaa yeye, sio mtu mwingine. Na anastahili kukidai kija kukaa katika mahala pake. Yeye ndio mhusika na ndio amekabidhiwa. Japo kwa mtu mwingine anaweza kusema kwamba bwana kiache tukikae. Kwa huyu ambaye amekuwa amekivaa. Kwa mfano kama Lionel Messi kwenye game ya Argentina aliingia, alitokea sabu, akamwachia Otamendi kitambaa kwamba bwana endelea nacho tu. Abaki nacho. Ni tabia za mtu mmoja, umeona? Ni swala la kawaida. Ni tabia za mtu mmoja kufanya kitu kama kile kama kufanya Messi. Sio kila mmoja atafanana mwingine na kila mmoja ana tabia zake kwenye game. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona Kylian Mbappe alikuwa anastahili sana kuvaa kile kitambaa na alikuwa anastahili kukitia kile kitambaa kwa N'Golo Kante. Na kwa upande wangu there no problem. Sema tu kwa kila mtu anakuwa na mawazo yake. Bye bye. Ndio the day ya mix kutoka From karibu.